Hujambo mtazamaji, karibu sana katika habari 5 za Afrika. Hii ni Morning Lounge na mimi ni Geoffrey Julius. Kwa habari 5 za Afrika tunaanzia hapa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan alitangaza kifo cha aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Isimani na waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, William Vangimembe Lukuvi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Lukuvi amefariki dunia Machi 25, 2026 majira saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin William Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa shinikizo la moyo. Rais Samia ametuma salamu za pole kwa spika wa bunge, familia marehemu, wananchi wa Jimbo la Isimani pamoja na Watanzania wote kufuatia msiba huo. William Lukuvi ni nani hasa? Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi ni mwanasiasa wa muda mrefu nchini Tanzania ambaye alishika nyadhifa mbalimbali serikalini na ndani ya chama tawala CCM. Alizaliwa tarehe 12 Septemba 1955 katika mkoa wa Dodoma. Kisiasa alikuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. Katika historia yake ya kisiasa, William Lukuvi alichaguliwa kuwa mbunge wa Jimbo la Isimani kwa vipindi kadhaa mfululizo na kuhudumu kwa takriban miaka 31. Kipindi cha uongozi wake alihudumu kama waziri katika wizara mbalimbali ikiwemo waziri wa ardhi, nyumba ya maendeleo na makazi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, kazi, ajira na vijana na watu wenye ulemavu, na nafasi ambayo amedumu nayo mpaka mwisho wa uhai wake. William Lukuvi anajulikana kwa mchango wake katika masuala ya ardhi, usimamizi wa rasilimali na utekelezaji wa sera za maendeleo ya makazi nchini Tanzania. Ameendelea kwa mmoja wa viongozi wenye uzoefu mkubwa katika siasa za Tanzania. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Pumzika kwa amani, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Sudan. Tangu Machi 22, mapigano makali yameendelea kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka RSF na washirika wao katika eneo la Blue Nile kusini mashariki mwa Sudan. RSF inaungwa mkono na harakati ya ukombozi wa watu wa Sudan Kaskazini SPLM. Kundi la waasi linaloongozwa na Abdul Aziz El Hil linasonga mbele kuelekea mji wa kimkakati wa Kulmak ambako walitangaza kuwa wameuteka tena Machi 24. Mji huu muhimu ambao wanajaribu kuzingira ili kudhibiti jimbo lote la Blue Nile. Jimbo hili linalopakana na Ethiopia na Sudan Kusini. Kwa sasa ndipo mapigano yanajikita kati ya jeshi la Sudan na wanajeshi. Shambulio hili linalofanywa na vikosi vya pamoja vya RSF na kundi la waasi la SPLM liliwezesha kuteka maeneo matatu ya mji wa Jolt ulioko karibu na Kulmak katika jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa Sudan. Wapiganaji wa RSF wamekuwa wakichapisha video nyingi kwenye mitandao ya kijamii zinazoonyesha kusonga mbele na udhibiti wao wa mji wa Jolt, ambapo kiasi kikubwa cha silaha na risasi zilikamatwa baada ya pigo kubwa kwa jeshi, kulingana na taarifa kutoka kwa kundi la waasi la SPLM. Afisa wa jeshi aliyeko katika eneo hilo anadai kwamba jeshi liliwakamata wapiganaji 75 kutoka kwa vikosi vya Joseph Toka vya kundi la 147 la harakati ya watu waliotoka Ethiopia kushambulia Blue Nile. Kwa upande wake, serikali ya jimbo la Blue Nile katika taarifa inaishutumu jeshi la kikanda kwa kuhusika katika shambulio hilo bila kutoa maelezo zaidi. Washington. Trump atuma pendekezo la mpango wa amani kwa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma mapendekezo la mpango wa amani kwa Iran wakati akitoa matumaini ya kukomesha vita vilivyodumu kwa takriban mwezi mmoja sasa. Gazeti la New York Times likiwakunukuu maafisa ambao hawakutajwa majina lilisema Marekani imetuma pendekezo la mpango wa vifungu 15 kwa Iran kupitia kwa Pakistan. Televisheni ya Israeli ya Channel 12 ilisema Trump miongoni mwa mengine anapendekeza kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja, ambapo pande hizo zitajadili pendekezo ambalo litajumuisha Iran kukabidhi madini ya urani yaliyorutubishwa na kupiga marufuku urutubishaji zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani inafanya mazungumzo hivi sasa na Iran ambayo haijathibitisha kuwepo kwa mazungumzo yote rasmi. Licha matumaini ya Trump ya diplomasia, jarida la Wall Street limeripoti kwamba Marekani inapanga kuwapeleka Mashariki ya Kati wanajeshi 3,000 kutoka kikosi cha 82 cha wanajeshi wa anga.
Hayo yanajiri wakati Tehran ikitangaza kwamba itaruhusu meli za mafuta zisizohusika na vita kupita katika mlango bahari muhimu wa Hormuz. Mali. Mtaalamu wa Ashtum kuongezeka kwa utawala wa kimabavu. Mtaalamu huru aliagizwa na Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Mali atawasilisha ripoti yake ya kila mwaka alasiri ya leo Machi 25 katika kikao cha 61 cha Baraza la Haki za Binadamu huko Geneva. Ripoti ya Eduardo Gonzalez inaangazia kipindi cha kuanzia Aprili 4 hadi Novemba 31, 2025. Hati hii kamili inashughulikia masuala ya kisiasa, kiraia na usalama, ikizingatia hasa vurugu zinazofanywa na makundi yenye silaha ya wanajihadi na wanaotaka kujitenga, pamoja na unyanyasaji unaofanywa na jeshi la Mali na washirika wake wa Urusi, kundi la Wagner ambaye na baadaye Africa Corps. Katika hitimisho lake, mtaalamu wa Umoja wa Mataifa anabainisha kwamba kuongezeka kwa utawala wa kimabavu, utawala wa mpito na hali mbaya ya usalama wa kibinadamu nchini humo. Mamlaka ya Mali imeisaliti ahadi zake za mara kwa mara na kukomesha mpito walipovunja vyama vya siasa. Mwisho wa kumnukuu. Ripoti hiyo inapitia orodha ndefu ya vurugu dhidi ya raia nchini Mali. Hii inajumuisha vurugu zinazofanywa na wanajihadi kutoka kundi la Islamic State au JNMA ambao huweka vizuizi vingi nchini kote, hutoza kodi haramu na kushambulia meli za mafuta. Pia inajumuisha vurugu zinazofanywa na jeshi la Mali na washirika wake wa Urusi, Wagner na baadaye Africa Corps, kukamatwa kwa watu wengi, watu kutoweka kwa lazima na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zinazoua watoto. Kwa nukta hiyo, mtazamaji, ndiko basi nami katika habari 5 za Afrika natamatisha kwa namna hiyo, lakini kama ilivyo hada hapa mezani tunakuwa na mjadala baada ya habari 5 za Afrika, na hivi sasa tunaangazia kifo cha aliyekuwa waziri wa ofisi waziri wa nchi, ofisi ya rais mkuu, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, William Vangimembe Lukuvi. Niko naye mwenzangu Ombeni Kifumu. Ombeni, kama tulivyoweza kupokea taarifa kutoka Ikulu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia katibu wake mkuu, Lukuvi anatajwa kwenye nafasi yake ya uongozi kwamba ni mtu ambaye alionekana kuwa ni mwenye misimamo dhabiti, lakini kadhalika pia anatajwa kwa mzalendo katika nafasi yake ya uongozi. Upande wako unaweza kutafsiri vipi katika nafasi yake ya uongozi kisiasa, lakini pia kwenye eneo la uwajibikaji akiwa kiongozi katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Geoffrey, kwa marehemu William Lukuvi ambaye kwa kipindi chetu cha miaka 31 akiwa mbunge wa Isimani pale mkoani Iringa, lakini pia amehudumu katika wizara mbili tofauti. Alihudumu katika wizara ya masuala ya ardhi, nyumba na makazi, lakini pia amekuja kuhudumu katika wizara ya ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu. Kwa namna moja au nyingine, kwa the way ambavyo anaendelea kuzungumzwa, ni kiongozi ambaye alikuwa hakai ofisini kwa ambavyo anazungumzwa. Alikuwa anapenda kukutana na wananchi kwa ajili ya kusikiliza kero ambazo walikuwa wanapitia. Kwa nini William Lukuvi aliachwa katika wizara ya ardhi na masuala ya nyumba na makazi kwa muda mrefu? Ni kutokana na kwamba alionekana ni waziri ambaye alikuwa anatatua matatizo ya wananchi akiwa nao direct, kuliko kukaa ofisini na kusubiri kuletewa matatizo ya wananchi. Na hicho ni kitu kizuri sana kwa kiongozi. Kwa hiyo kwa William Lukuvi, moja kati ya kitu ambacho mimi niseme kwamba naamini watu wa Isimani watakuwa wanajivunia ni kutokana na ule uwajibikaji wake, lakini pia na ile swala la kuwa karibu na wananchi na kwenda kuwasikiliza wana matatizo gani. Lukuvi, kama unakumbukumbu vizuri, kuna kipindi ambacho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alimsimamisha kwenye uongozi wake yeye pamoja na Profesa Palamagamba Kabudi, akasema kwamba ana kazi maalum ambayo wanamsaidia katika Ikulu, pale Ikulu.
lakini baadaye alikuja kuwarejesha tena kwenye wizara tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa hichi kinachoonekana ni kwamba ni kiongozi ambaye viongozi wenzake akiongozwa na Mheshimiwa Rais walikuwa wanamwamini, lakini pia experience yake kubwa ambayo alikuwa nayo kutokana na mambo mengi makubwa ambayo aliyafanya. Kama unakumbukumbu vizuri, kipindi ambacho Mheshimiwa Spika wa Bunge Musa Azan Zungu anaapishwa kuwa spika wa bunge na siku ya uchaguzi wa spika wa bunge baada ya Dr. Tulia kuachia, Lukuvi alizungumza siku moja akasema kwenye speech yake, kwa sababu kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania according to katiba na sheria zinavyozungumza, mbunge ambaye amekaa bungeni kwa muda mrefu zaidi ndo ataweza kuongoza kikao cha kumchagua spika wa bunge. Kwa hiyo akazungumza akasema kwamba watu wengi walikuwa wanadhani labda ile nafasi ya spika Lukuvi angeweza akagombea, lakini hakugombea. Lakini akasema nilikuwa nafahamu kwamba hichi kiti nitakikalia kabla spika mpya hajakikalia. Kwa hiyo ilionyesha kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye amekaa ndani ya bunge kwa muda mrefu na amefanya mengi makubwa. Kwa hiyo siwezi kumzungumzia sana, lakini naamini kwa yule ambaye anatazama, kama alikuwa anamfuatilia William Lukuvi toka akiwa mbunge alipoingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, I think 1995, kipindi ambacho tulikuwa tunaongozwa na ni Benjamin William Mkapa. Bila shaka. Kwa hiyo amefanya mengi na apewe maua yake. Apewe maua yake. Na katika upande mwingine Kifumu, kwenye upande wake leo kumekuwepo na mjadala hasa siku za hivi karibuni kwamba kuna baadhi ya viongozi wanakaa madarakani kwa muda mrefu. Nafasi yake miaka 31 ambaye mpaka anaondoka, lakini anaondoka akiwa bado madarakani, alikuwa bado madarakani katika nafasi yake ya uongozi. Je, kukaa kwa muda mrefu madarakani na matokeo ambayo yanayokuwa yakionekana kwa kiongozi husika na kuto kukaa kwa muda mrefu madarakani na matokeo yanayokuwa yanaonekana kwa kiongozi husika, unaweza ukavitafsiri katika sura hivi? Je, mtu anayekaa madarakani muda mrefu na matokeo sahihi yanaonekana, kuna umuhimu ama hakuna umuhimu, basi watu wabadilishwe kwa kulingana na jinsi ambavyo nafasi zinapokuwa zinatokea? Lukuvi amekaa kwenye kiti cha ubunge kwa miaka 31, lakini Lukuvi hajiweki kwenye kiti cha ubunge kwa hiyo miaka 31. Manake wananchi wa Isimani pale mkoani Iringa walimwamini Lukuvi. That's why wakawa wanaendelea kumpa nafasi ya kuendelea kugombea. Lakini kwa viongozi, yawezekana kiongozi unataka kupumzika, lakini unaona wale watu ambao unawahudumia bado wanahitaji huduma yako, bado wanakuamini. That's why kuna baadhi ya viongozi ambao wanaendelea kukaa madarakani. Lakini naamini kwenye swala zima la kiongozi kuondoka madarakani, hapo sasa ni kutokana na yeye mwenyewe anaona kwamba je, muda sahihi wa kuondoka madarakani umefika. Bado kama Lukuvi ukimwangalia alikuwa na nguvu. Sio kwamba alikuwa hana nguvu. Amefariki akiwa na miaka 70, amezaliwa mwaka 1955, lakini of course kwa miaka 70 kwa kiongozi akiamua kupumzika sio kitu kibaya, kwa sababu kama umehudumu kwa miaka 30 plus ukaamua kupumzika it's okay. Lakini kama unaona una nguvu ni sawa pia. Na kama unakaa kwa madarakani kwa miaka yote hiyo lakini positive impact zinaonekana, there is no any problem. Lakini kama unakaa madarakani alafu umeshashindwa lakini bado unaendelea kung'ang'ania hicho kiti, maana yake kwa namna moja au nyingine hatuwezi kusema kwamba hilo swala linatija. Halina tija kwa sababu unaendelea kukaa madarakani, haufanyi chochote ambacho kinaweza kikawasaidia wananchi. Achia wenzako waendelee kufanya. Lakini kwa Lukuvi hatuna cha kuzungumza kwa sababu bado alikuwa na nguvu na wananchi inawezekana walimpa ridhaa wakaendelea kumwamini. Kwa hiyo tunaliacha kama lilivyo na tunasema tu apumzike kwa amani. Apumzike kwa amani. Mtazamaji, basi kwa nukta yake Ombeni Kifumu ndiko basi nami nanipa nafasi ya kulikunja jambo hili katika habari 5 za Afrika. Mimi ni Geoffrey Julius. Muda mchache ujao tutaungana naye tena Ombeni Kifumu.